Rais wa Belarus Alexander Lukashenko amekutana na kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini Kim Jong-un huko Pyongyang. Rais huyu wa Belarus Bwana Lukashenko mnamo Jumatano ameanza ziara yake ya kwanza rasmi katika taifa la Korea ya Kaskazini. Haya yanafanyika huku nchi hizo mbili ambazo zinakabiliwa na vikwazo vya nchi za Magharibi zikiwa na ukaribu na Urusi na masuala ya ukiukwaji wa haki za binadamu yanayotajwa na mataifa ya Magharibi. Hata hivyo, mataifa haya rafiki ikiwa ni pamoja na Urusi mara nyingi huwa yanakaa na kutengeneza mipango mikakati ya kuweza kukabiliana kwa muda mrefu dhidi ya mataifa ya Magharibi. Kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini Bwana Kim Jong-un katika siku za hivi karibuni aliweka wazi mipango ambayo wakati huu wanaifanya hasa katika uzalishaji wa makombora ya masafa marefu ICBMs, lakini pia na uzalishaji wa makombora ya nyuklia, akisema kwamba moja kati ya sababu inayoifanya Marekani kuiogopa Korea ya Kaskazini ni uwepo wa makombora ya nyuklia, na hivyo makombora hayo ya nyuklia yamekuwa ni kama kinga kwa Korea ya Kaskazini. Na maana yake ni kwamba rais huyo aliwahi kukiri kwamba ikiwa Marekani itaamua kuanzisha vita dhidi ya Korea ya Kaskazini, moja kati ya silaha ambazo huenda ikazitumia ni pamoja na makombora ya masafa marefu, makombora ya ICBMs yenye uwezo wa kuifikia Marekani, kadhalika ikiwa ni pamoja na makombora ya nyuklia. Aliwahi kuzungumza hivyo kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini Bwana Kim Jong-un. Shirika la kimataifa la habari la Belarus limesema lengo la ziara hiyo ya Rais Lukashenko ya siku mbili ni kuzidisha uhusiano wa nchi hizo mbili na kutambua maeneo muhimu ya kufanyia kazi wanayoweza kushirikiana na miradi ya maendeleo wanayoweza kuitekeleza. Mataifa yote mawili yameisaidia Urusi katika vita vyake nchini Ukraine, huku Korea Kaskazini ikipeleka wanajeshi wa ardhini na silaha, huku Belarus ikiwa ikitumika kama eneo la Urusi kuanzisha operesheni yake ya kijeshi huko nchini Ukraine katika kipindi cha mwaka 2022. Korea Kaskazini imewekewa vikwazo vingi na mataifa ya Magharibi, hasa kutokana na mpango wake wa nyuklia na majaribio yake ya makombora, lakini pia kuiunga mkono Urusi huko nchini Ukraine. Lakini Korea Kaskazini kupitia kiongozi wake Kim Jong-un inaonekana ni kama ni taifa ambalo halikuwa na usikivu wala kuona athari zinazoweza kutokea kwa sababu ya ushirika ambao ni wa muda mrefu iliyokuwa nao na Urusi. Rais wa Urusi Vladimir Putin, ambaye ana urafiki na viongozi wote wawili kwa maana ya Kim Jong-un pamoja na Alexander Lukashenko, amekuwa ni moja kati ya viongozi ambao hawakuwa na uoga juu ya vikwazo vinavyotolewa dhidi ya mataifa hayo, na mataifa hayo ya Korea Kaskazini na Belarus yanaamini kwamba chini ya Urusi hakuna lolote lenye kuweza kuharibika, na kwamba wana imani Urusi haitoweza kuacha hata wakati wa shambulizi dhidi ya Marekani. Na ndio maana Korea Kaskazini kaingia katika mkataba kama ule wa NATO kwamba ikiwa Urusi itashambuliwa na yenyewe itaingilia kati, na kadhalika hata wao wakishambuliwa ni Urusi ambayo itaingilia kati katika kuunga mkono mapambano kutoka upande wa pili. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News. Tutakujuza yote hayo.